Bana, huko Los Angeles, mwanamuziki chipukizi katika nchi ya Tanzania Abigail Chams anazidi kuendelea kung'ara kimataifa kwenye BET Award 2025. Mwanamuziki nyota anayechipukia kutoka katika nchi ya Tanzania Abigail Chams ameandika historia ya kupeperusha bendera ya Tanzania kwa fahari ya kipekee katika tukio la kifahari la BET International Media Run ambayo ilifanyika Beverly Hills, Los Angeles, Marekani. Abigail Chams ambaye amezidi kujizolea sifa kubwa kupitia muziki wake wa kipekee unaochanganya vionjo vya Kiswahili, midundo mbalimbali, lakini pia midundo hiyo imetokana na lugha ya Kitanzania na Afrobeat ambayo ni muziki unatokana katika nchi ya Nigeria, pamoja na muziki mingine mengi ya pop. Bana, kupitia muziki wake Abigail Chams, muziki wake umechanganyikana na hisia kali sana za kipekee. Sasa anazidi kuwa na jina linalotajwa kwa heshima kwenye majukwaa makubwa sana ya kitaifa. Katika hatua ya kujivunia, Abigail Chams ametajwa kuwa ni miongoni mwa wasanii wanaoteuliwa kuwania tuzo bora mpya ya msanii bora mpya wa kimataifa kwenye BET Award 2025, akiwakilisha Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Hii ni nafasi ya adimu na yeye pia anazidi kupata heshima kubwa, ikiwa anazidi kuonyesha jinsi gani vipaji kutoka katika nchi ya Afrika vinazidi kutambuliwa na kuthaminiwa kimataifa. Bana, safari ya kwake Abigail Chams kutoka Dar es Salaam hadi Beverly Hills huko Los Angeles. Abigail Chams ambaye alianza safari yake ya muziki akiwa na umri mdogo kabisa, alionyesha kipaji chake mapema kuimba, kwa kupiga ala mbalimbali na kuandika nyimbo, na muziki wake umejaa ladha za Kiafrika huku akibeba ujumbe mzito wa jamii, upendo na harakati za vijana. Mchanganyiko wake umekuwa na ustadi wa hali ya juu huku akiwa anatumia ala za muziki kama vile kinanda, violin, guitar, na umemfanya Abigail Chams awe msanii wa kipekee sana, akivuka mipaka ya muziki wa kawaida kabisa. Kupitia nyimbo kama Closer, Nani, Fall in Love, lakini pia ushirikiano wake na wasanii wakubwa kama Mario, Harmonize, ameweza pia kuvutia mashabiki wengi ndani na nje ya Tanzania. Umaarufu wake umeenea hadi kwenye majukwaa ya kimataifa kama vile MTV Base, Trace, na sasa basi amefika katika BET, kilele cha mafanikio ya BET Award 2025. Basi kwa kuteuliwa kuwania tuzo ya msanii bora mpya wa kimataifa, Abigail Chams anaungana na orodha ya wasanii wakubwa waliowahi kuwania tuzo hiyo, ikiwa ni pamoja na Burna Boy, Tems, Shoma Jones na wengine waliopitia njia hiyo na sasa ni magwiji wa muziki duniani. Nikiona maana kwamba BET Award imezidi kujikita katika kuzidi kutambua na kusherekea mafanikio ya Waafrika na watu weusi duniani kote katika nyanja mbalimbali za muziki na burudani, filamu pamoja na sanaa mbalimbali. Na kuteuliwa kwake Abigail Chams katika kipengele hicho si tu ushindi wa muziki wake, bali pia ni ushindi wa Tanzania nzima na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa wasanii wote chipukizi wanaoota kuvuma zaidi duniani. Taifa linamuombea na kumtia moyo kama mwanamke ambaye ameweka jitihada zake kuhakikisha kwamba angalau siku moja basi naye anatimiza ndoto zake. Lakini pia Tanzania imeungana kwa sauti moja kumpa moyo na kumtia nguvu msanii huyu kijana katika mitandao ya kijamii, na imejaza ujumbe za pongezi, dua na matumaini, huku mashabiki kutoka katika kila kona ya dunia wakimpongeza kwa hatua hiyo kubwa. Viongozi wa tasnia ya muziki, watangazaji, wanahabari na hata maafisa wa serikali wamekuwa wakitoa salamu za pongezi kwa Abigail Chams kwa kuwakilisha vema nchi ya Tanzania. Bana, waziri wa utamaduni, sanaa na michezo amenukuliwa akiwa anasema Abigail Chams ni moja kati ya vizazi kipya halisi kabisa kwa Watanzania na wanaodhubutu kuvuka mipaka na kuweka alama katika dunia nzima, na tunaendelea kumwombea ushindi wa mafanikio zaidi na zaidi katika maisha yake. Lakini pia Abigail Chams mwenyewe amesema akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutajwa kwenye BET International Media Run, Abigail Chams alisema anajisikia fahari sana kuiwakilisha nchi yake ya Tanzania. Hii ni ndoto ambayo amekuwa nayo tangu utotoni. Kupata nafasi kama hii ni ushindi, kwamba juhudi, imani na maombi haviendi bure. Ninawashukuru mashabiki wangu wote, bila nyinyi nisingekuwa hapa, na ahidi kuendelea kulipeperusha bendera ya Tanzania.
Bana, huu ni mwanzo wa sura mpya, au naweza kusema kwamba huu ni mwanzo wa safari mpya. Uteuzi huu unaweza kuwa ni mwanzo wa sura mpya katika maisha ya sanaa ya Abigail Chams. Kwa sasa anazidi kuungwa mkono na majukwaa makubwa ya muziki duniani, huku akizidi kupata nafasi ya kushirikiana na mastaa wakubwa, kufanya maonyesho ya kitaifa na kuonyesha kazi yake na mafanikio makubwa katika upande mzima wa sanaa. Tanzania inashuhudia msanii wake wa kike ambaye ni kijana akizidi kuwika kwenye ardhi na fursa mbalimbali, kwa mfano kama vile Beverly Hills, bila shaka, na hata hivyo inazidi kutoa motisha kwa wasanii wengine chipukizi kuamini kuwa inawezekana kufika mbali bila hata kuacha maadili wala utambulisho wa Kitanzania. Kwake Abigail Chams, hii hapa ni ishara nyingine kwa mwaka huu 2025. Wapo watu wengi ambao wameshirikiana naye, wapo watu wengi ambao ni timu yake, wapo watu wengi ambao wako katika familia yake, na pamoja na yote yale, timu nzima ya Sony Music ni watu ambao wamejaribu kuonyesha kwamba inawezekana msanii kama Abigail Chams kufika katika level hizo. Inawezekana msanii kama Abigail Chams kuweza basi kufikia malengo yake, kwa sababu ukijaribu kuangalia Abigail Chams kuanzia ameanza muziki mpaka hapo alipofika, basi ni ishara kabisa kwamba ya wazi wazi kwamba uwezo wake, tamaduni ambazo ameweza kuzipitia, lakini pia jitihada ambazo ameweza kuzionyesha katika swala zima la muziki wake, vyote hivi vimeweza basi kuzaa matunda. Angalau leo hii tunamsikia msanii wa kike wa kwanza East Africa, yani Afrika Mashariki, nikiwa na maana kwamba ndio ambaye amekuwa nominated katika tuzo hizi za BET. Na leo ndio usiku wa mwisho ambao basi atakwenda kutangazwa mshindi wa tuzo hiyo ya BET Awards. Watu wengi tumekuwa tukitamani kwamba Abigail Chams aweze kushinda, ila kwa vyovyote vile lolote lile linaweza likatokea, kwa sababu maisha yana mambo mengi. Tuzo huaga zina mambo mengi. Tuzo huaga zina vipengele vingi sana, mpaka wale ambao wameziandaa tuzo hizi au waandaji wa tuzo hizi mpaka watakapoamua kufanya hitimisho lao kwamba fulani ndio apate tuzo hizi, fulani akose tuzo hizi. Katika upande wa kura, mpaka tunavyoongea, mpaka kwa muda huu Abigail Chams amewazidi wote, lakini katika swala zima la wale ambao TXC ambao basi walikuwa na boost likes zao, sasa sijajua kama BET wataweza kulitazama hilo au watashindwa kabisa kulitazama hilo na wateki as a advantage kwamba kuwapa wale TXC kama ndo wasanii bora wanaokuja kimataifa badala ya kwake Abigail Chams. Sijajua, lakini ngoja tuone mpaka pale ambapo Abigail Chams usiku wa tuzo au siku nzima ya tuzo ambao ni kesho saa 2 ya tarehe 9, kule kwao itakuwa tarehe, sisi kwetu itakuwa tarehe 10, lakini kwao itakuwa tarehe 9, nikiwa na maana kwamba tumepishana katika swala zima la masaa ya kwetu yanavyoenda na kule kwao yanavyoenda, kulingana na muhimili wa dunia unavyozunguka, basi tumetofautiana siku halisi. Nikiwa na maana kwamba Abigail Chams kwa mwaka huu 2025 ndiye mtu ambaye tunamtazama kwa kina, kama tunavyomtazama Diamond Platnumz, pia Abigail Chams ni mmoja hapo. Kama taifa tunajivunia sana Abigail Chams, si tu anafanya muziki bali analiandika jina lake la Tanzania kwenye ramani ya dunia na burudani kiujumla. Katika kipindi hichi cha mashindano tunasema kwamba twende kazi Abigail Chams, Tanzania iko nyuma yako. BET on her, she's already starts. Bwana, mimi sitakuwa na dazada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.